Mchezo hii ni Chapesa Media. Mimi naitwa Waziri Tambiko, lakini nyuma kamera Direct Arunda. Tumemfuata Said Champion kuja kuzungumza masuala ya kimichezo kuhusiana na dabi ya Kariakoo, Simba na Young Africans. Said Champion kuelekea dabi ya Kariakoo, Young Africans kama wapo kimya sasa hivi, dabi ambayo hawana maneno mengi washabiki pamoja na viongozi wa Young Africans. Uzani wa Mwalimu Hamdi kuongezeka katika kosi ya Young Africans. Mwalimu Fadlu Davids mzunguko wa kwanza alifungwa mbele ya Young Africans katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Unazungumzaje mchezo utakuwa na namna gani na taswira dakika 90 itakuwa na namna gani, Said Champion? Kwanza niseme kimya kingi huwa kina mshindo mkubwa. Mkubwa huwa anatumia discipline au wanasema nidhamu ya hali ya juu, kwa kuwa anaielekea dabi na mechi kubwa katika nchi hii. Kwanza kelele zinaweza zikampoteza mbwa, miruzi mingi hupoteza mbwa, lakini kwa Young Africans natumai wanaelewa nini ambacho wanatakiwa waende kukifanya, kwa sababu ni mchezo mgumu, ni mchezo wa ushindani na ni mchezo mkubwa katika nchi. Inahitaji motisha, inahitaji utimamu wa akili na kimwili ili kwenda kuifikia mechi ya tarehe 8 hiyo. Kwa Yanga sio ni mabadiliko makubwa, nitaona utimamu wa akili na kimwili huko vile vile kwenda kuikuta mechi hii, kwa sababu wao wanaingia kwa attention kubwa. Kwa kuwa wameshinda mechi 4 mfululizo nyuma huko, hii wanataka kusimika mizizi yao na kumaliza iwe ya 5. Lakini kwa Simba Sports silioni hilo kukubali kirahisi. Wataenda kuonyesha game ya ushindani wa hali ya juu, kwa kuwa wao nao wako timamu kiakili, kimwili, na kwa muda huu mzuri wao ni nafasi, kwa sababu wanaamini kikosi chao kiko bora 100%, wataweza kwenda kukabilia. Ila cha kutoa rai, mashabiki wa pande zote mbili wasiende na matokeo yao mkononi. Yes. Kuelekea katika mchezo huu Simba dhidi ya Young Africans, nakumbuka Simba amefungwa mara 4 mfululizo katika dabi ya Kariakoo. Simba unamwona kama underdog kwa mbele ya Young Africans? Ukisema ni underdog utakuwa umeivunjia heshima Simba Sports. Kwa mantiki kwamba kwanza ni klabu kubwa katika nchi. Pili, performance. Utofauti wa Yanga na Simba katika performance ya uwanjani ni Yanga wanapenda kuflow muda mwingi na mpira, Simba wanataka kupossess mpira. Kwa hiyo ni timu mbili tofauti. Nikisema Simba wanataka kupossess ni maana yake wanakulazimisha wao ufanye makosa ya lazima, kwa sababu wanamiliki mpira, watakupush muda wote wako kwako, watatamani waingie ndani ya boksi. Lakini kwa Yanga hiyo iko tofauti, watatamani kukimbia sana na mpira na sio kukaa nao. One touch, two touch, wako golini kwako kwenda kuharibu mipango yako na kuvunja ile zoni ya mwisho na kufikia kupata matokeo. Kwa hiyo kwangu sioni shida sana kwa kila kitu, ila naona ni sehemu ya game tough na inaweza kwenda kutoa matokeo chanya kwa pande zote mbili. Yes. Labda kwa namna ambavyo Simba inacheza chini ya Mwalimu Fadlu Davids na kocha wa Young Africans Mwalimu Abdi kuingia hivi karibuni katika mchezo wa ligi kuu soka la bara pamoja na kimataifa, unamuona Mwalimu Hamdi wa Young Africans kumudu dabi ya Kariakoo, kwa maana ni dabi yake ya kwanza, lakini Mwalimu Fadlu Davids ni dabi yake ya pili katika ligi kuu soka Tanzania bara? Kwanza tuzungumzie professionalism. Kama tunaamini katika professionalism ya mwalimu ambaye ndio maana tukampa kandarasi aifundishe timu, kwa sababu tunaamini katika uwezo wake. Pili ni vitendea kazi sehemu husika alivyokuwa navyo. Mwalimu Hamdu hawezi kuwa bora kama ana vitendea kazi bora. Pia benchi la ufundi kwa ujumla kama alitomsupport Hamdu hawezi kuwa mwalimu mzuri, na uongozi kadhalika, kwa sababu uhitaji wa mwalimu ni vitendea kazi husika katika kuiendea mechi, kwa sababu kazi yake ni kufundisha mpira as a professional. Basi atataka kupeleka zile vitu vyake alivyokuwa navyo kama professional kwa wachezaji na katika sehemu husika katikati ya pitch. Hivyo ni kwa Fadlu, ni lazima wapewe muda wa kutosha na vitendea kazi vyao waende katika game. Hii game itakuwa ni ya kiufundi zaidi, itaenda kuamua kwa mchezaji mmoja mmoja na mbinu za mwalimu. Kwa Young Africans wanatumia
karibuni watu 6 hadi 7 kwenda kushambulia kuzitafuna nafasi zilizokuwa wazi, kwa sababu wana skills ambao wachezaji wao wanazo, wanaweza kumwendea mchezaji yote na kumfungua. Tuangalie makosa ya mmoja mmoja upande wa Simba, ambayo kama Chamalon Fondo wataamka vizuri au Kalabueye au Hamza, zile individual errors zisipotokea, tutaweza kuona game nyingine tofauti ambayo katika ukuta yote miwili kupitika ni migumu. Katika safu ya Yanga haina wasiwasi wa kutengeneza nafasi, wao wawe katika position gani nzuri kwenda kupelekea mashambulizi katika upande wa Simba. Pia Simba hivyo hivyo. Nirudie kusema, tukiamini katika professional ya mwalimu wa Simba na wa Yanga, basi tutaenda kuona game nzuri. Lakini tukiamini ushirikina ni zaidi kuliko professionalism, basi tutaenda kuona game ya ajabu na isiokuwa na mvuto. Unadhani Said Champion dabi ya Kariakoo itaamuliwa wapi katika eneo la kiwanja? Katikati ama safu ya ushambuliaji kwa Simba au na Yanga? Dabi ipi itakuwa bora zaidi katika eneo la kiwanja? Eneo lipi itakuwa bora? Young African wazuri kwenye kutengeneza nafasi. Young African wanatengeneza nafasi kuanzia 10 hadi 15 hadi 20. Katika nafasi 15 hadi 20 wanafunga magoli 5 hadi 3. Simba Sports anatengeneza nafasi 5 katika mechi hadi 3. Akitengeneza 5 anafunga 3, akitengeneza 3 atafunga 2. Kwa hiyo ukiangalia hizi timu zote mbili zinaonyesha ni za design gani, kwamba Simba ana uwezo wa kuzuia vizuri na akatengeneza nafasi chache na akafunga, ila Young Africans anaweza akatengeneza nafasi nyingi alafu akazitumia chache. Hii sasa Young Africans katika zoni zao ni wepesi kutengeneza nafasi za wazi. Maana yake kama watakuwa hawakujifanyia kazi katika hizo position zote za mianya, maana unapokuwa unakimbiza mwizi na nyuma hujafunga mlango, kiashiria cha kwamba uko lazi kuibiwa, kwamba zile space wanazoziacha Yanga wasiziache, ili mradi ya Simba wanaweza kuzitengeneza na zikawa nafasi. Lakini katika position ya mwisho kwa Young African, wao ukiwaruhusu waje muda wote golini kwako, wakipush mashambulizi ni rahisi kukufunga na ukapagawa kushindwa kwenda mbele kwenda kutafuta nafasi na kuifunga Young African. Hapa ongezeko la Elim Panzu Simba Sports Club, na kwa upande wa Young Africans ongezeko la Jonathan Kangarombo, hii italeta chachu kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo? Hao wote sio tatizo. Hao wote sio tatizo. Tatizo ni katika ile engo ya mwisho ambayo nani anaenda kupeleka au kudeliver kitu bora katikati ya uwanja. As long as kila mtu anaweza kwenda kuperform as well katika club, sioni sababu ya Ikangalombo kutokuonyesha kwa sababu ni mchezaji mzuri. Sioni Elia kutokuonyesha alichokionyesha kwa sababu tayari alishatuonyesha. Ikangalombo ni maingizo mapya ambayo ya mwalimu anahitaji kuona ufanisi wao na muda mzuri wa kutosha kwenye kiwanja cha mazoezi ili aende kudeliver katika mechi. Kwangu ni mchezaji mzuri, japokuwa ni mechi chache ameonyesha. Anatakiwa aendelee kutuprove kama nilivyosema kwa Mpanzu, anahitaji mechi zaidi ya 3, 4, 5, 6 hadi 7 ili aonyeshe kiwango chake halisi. Hivyo hivyo kwa Ikangalombo, akipata nafasi za kutosha, si kumuona tu katika dabi, bali utamuona katika mechi nyingi ana perform na kuonyesha kiwango chake halisi alichokuwa nacho. Mzani wapo upo vipi kuelekea kwenye dabi Simba na Yanga? Mzani umebalance vipi Champion? By the way, naona vile vile kama nilivyokuwa nimesema mwanzo, possibility kubwa Yanga anaweza akashinda, lakini bado mechi itakuwa tough na mambo yote yanaweza kaamuliwa ndani ya katikati ya kiwanja katika dakika 90 za mchezo. Yes. Labda katika eneo la ufungaji, Mzinze ana goli 10 upande wa Young Africans, huku Chazi Awa ana goli 10, Peace Tube ana goli 10. Katika eneo la ufungaji unaitazamaje kuelekea kwenye dabi kwa performance walizoonyesha timu zote mbili, kwa upande wa Simba na kwa upande wa Young Africans? Hapo itakuja kuamua nafasi husika. Kama Yanga alikuwa anacheza na watu wengine anatengeneza nafasi 5, 10 hadi 15. Je, anacheza na Simba ataweza kutengeneza nafasi 10, 15?
au Simba Sports alikuwa anatengeneza nafasi 5 hadi 3, ukutana na Coast, Kagera na kadhalika, unatengeneza nafasi hizo. Je, Young African atakuruhusu utengeneze nafasi hizo 5? Kwa kuwa wamekustadi kwa kuona uzuri wako uko upande gani. Tukikupa nafasi 3 utafunga 2. Kwa hiyo tunaanza kutengeneza mazingira katika kiwanja cha mazoezi, wewe usitengeneze nafasi hata moja, ili tukustadi kwa kutosha, tuone tunakuzuia na tunatengenezaje nafasi sisi ya kukufunga. Kwa sababu kama unaenda katika mechi ni lazima uangalie mpinzani ninaenda kumwendea ana uzuri katika pande gani na ana udhaifu katika pande gani. Simba Sports udhaifu wake ni katika makosa ya kibinadamu ambayo wachezaji wanakuwa nayo. Kuruhusu mianya rahisi uende kufunga ni shughuli. Ukienda kumwangalia Simba katika mechi zake alizofungwa nyuma au alizoruhusu magoli, utaona Simba magoli yake ni ya matatizo binafsi ya wachezaji. Ni magoli machache. Ukienda katika mechi na Kagera ni utaliona lile goli ambalo walofungwa la move. Yaani ni moja katika magoli yote yalofungwa. Ana uwezo wa kudefensive vizuri. Ila matatizo ya mchezaji mmoja huwa ndo shaka ndani ya Simba Sports. Kutengeneza nafasi sio tatizo na kuzitumia sio tatizo. Wataamkaje ndo changamoto namba 1. Kwa Young Africans kutengeneza nafasi sio tatizo, ila kuzitumia nafasi ndo changamoto. Kutengeneza nafasi 15 na kufunga 1 au 2 ni tatizo. Maana yake unatengeneza nafasi nyingi, ni viungo wa kutengeneza nafasi wapo, ila wale kukalkulate na kuzifanya ziwe goli ndio changamoto. Hiyo kutokana na wao jinsi wanavyo kwenda kushambulia na idadi kubwa ya watu 6 hadi 7 nyuma anakuwa ucho. Katika flanks 2 zinakuwa wazi. Je, Simba wakiwa wabunifu na watulivu katika hizi spaces zinazokuwa wazi, watamaliza na wataweza kuzitumia na kutengeneza nafasi. Kwa hiyo naona ni game ambayo ina ufundi mwingi kuliko kawaida ambavyo tunavyotegemea au tunavyotaka kwenda na matokeo uwanjani. Yes. Kwa namna battle la katikati kwa upande wa Simba na upande wa Young Africans, huku tunamzungumzia Kagoma pamoja na Ngoma, lakini kwa Young Africans tunamzungumzia Haridi Aucho pamoja na Mudathir Yahya. Basi kwa namna dabi ya Kariakoo siku ya tarehe 8 unaliona mpira ukitawala katika eneo la katikati, kwa maana Young Africans wamekuwa bora katika eneo la kudhibiti kwa kupitia kwa Haridi Aucho. Sahihi kabisa, ni sahihi, uko sahihi. Ili mipira itawanyike kwenda pembeni lazima ipite katikati ya kiwanja. Maana yake ni kiunganishi baina ya watu wa chini na kuelekea juu. Kwa Simba Sports inalazimisha au inakulazimisha ndani ya kiwanja katikati ya box lako liwe na watu zaidi ya 3, ambaye ni Kip Dennis atakata uwanja, ataingia ndani ya box, Elia Mpanzu atakata, ataingia ndani ya box. Utamjumuisha Ateba akiwa ndani na Ahua akiwa amekaa katika D ya 18 mpinzani. Manake una watu 4. Kisha kuruhusu Shomari Kapombe na Shabalala kuingia katika hizi flanks 2, kuongeza idadi ya watu ya 5 katikati ya kiwanja hadi 6. Nyuma wanakuwa ni watu 2 ambaye Kagoma na Ngoma huwa wanasimama pamoja kama double pivot. Sasa hii ni kuashiria kwamba tunaenda kushambulia kwa spidi na kwa nguvu, kulazimisha mpinzani afanye makosa. Lakini wasiwasi wangu kwa mwalimu Fadlu, kwa jinsi anavyojua Yanga inavyokuwa na uhatari ikiwa inashambulia, sitaki kuamini kama Shomari na Shabalala wata uwezo wa kuoperate katika hizi flanks 2. Naona kama watabaki nyuma kwa sababu hawatotaka kupata mashambulizi ya kustukiza kupitia kwa Young African kuelekea mechi hiyo ya tarehe 8. Nitaona hivyo kwa Boka hata Israel Mwenda kukosa nafasi ya kwenda kupanda mara kwa mara, kwa sababu ni eneo sahihi la kuzuia vizuri kuliko kwenda kufanya kuoverlap kwenda na kurudi kwa sababu unajua uhatari wa Mpanzu, unajua uhatari wa Kibu. Upande wa pili unajua uhatari wa Azizi, uhatari wa Pakome na wa Mzinzi. Kwa hiyo hii inaashiria ni game ngumu na game tough ya kwenda kutoa maamuzi magumu na kuelekea kumwona bingwa mtarajiwa katika mechi. Na swali la mwisho, kwa upande wa Simba na kwa upande wa Young Africans, yupi mchezaji hatari Young Africans wabidi wamchunge? Simba yupi mchezaji hatari kwa Young Africans wabidi wamchunge kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo? Mwanzo uliuliza swali la kwa nini katikati ya kiwanja kutakuwa na battle. Aucho ndo uti wa mgongo wa Young African ambaye anaweza kaunganisha kipengele chote. Kama utataka kuua mashambulizi ya Young Africa, maana yake hutakiwi kukabia low block, unatakiwa uwe high. Unaanza kukabia juu ili uweze kutengeneza mazingira ya Aucho asiwe free.
huyo ndio man key. Lakini ukienda kwa Azizi Ki Stefan ni ambaye ni operator mzuri ambaye anaweza kuconnect baina na safu yake ya ulinzi. Hao ni watu ambao wa kuchungwa na uhatari wao unajulikana. Kwa Simba Sports ni ambaye mtu wa kwanza kumkamata ni Donald Ndombo Ngoma ambaye anaunganisha Simba kuanzia chini na juu, utulivu, ambaye anaweza kupiga pasi za chini za karibu na hata high ball za mbali. Ukimkamata huyo utakuwa kwanza umeua mipango ya Simba Sports yote. Yes, Fabrice Luamba Ngoma. Ukiendea mbele ni manake communication ya yeye Ngoma kuipeleka juu ndio kila kitu. Ukiua Ngoma umeua Simba nzima. Kibu amekuwa na performance kubwa sana akikutana na watani wake wa Young Africans. Unamuona Kibu yule akiperform mechi ya tarehe 8? Kwa Kibu Denis kuperform sio mechi ya tarehe 8 peke yake. Ana perform mechi zote. Ila Kibu Denis ile wanasema bidhaa ya mwisho ndio hana. Kuchukua mpira kukwamisha wavuni ndio changamoto yake, lakini sio performance. As long as Kibu yupo uwanjani performance yake utaiona mechi aina yoyote, ila kuchukua mpira kutia wavuni ndio kama changamoto inayomkabili. Akiweza kumudu hicho kitu, nafikiri Kibu Denis atakuwa ni mchezaji mzuri na ni hatari katika nchi ya kwetu. Bingwa nani? Tusubiri tuone tarehe 8.